Movie ya leo inaanza na mwanamke mmoja anayejulikana kwa jina la Angela. Angela alikuwa ni mama mwenye umri wa miaka 40 na 40 ile ya jioni, yani kama 48, 49 hivi, anakaribia 50. Alikuwa na stress kubwa sana kwenye maisha yake. Alikuwa ni mjane kwa miaka kadhaa na imekuwa ni ngumu yeye kuishi kipindi chote cha ujane wake. Amekuwa akiendesha maisha yake ya kawaida ya kila siku, lakini bado amekuwa ana mawazo mengi kuhusiana na mumewe aliyefariki. Lakini kuna kitu kimekuwa kikitokea mara kwa mara. Amekuwa akipigiwa simu na mtu asiyemfahamu, na yule ambaye amekuwa akimpigia simu upande wa pili amekuwa haongei kitu chochote. Yaani anapigiwa simu, akipokea simu inakuwa kimya tu, hakuna anayeongea upande wowote wa simu. Lakini kwa sababu mumewe alikuwa amefariki, akipokea ile simu, akisikiliza, akiona iko kimya, anaita jina la mumewe, akidhani kwamba yamkini anayempigia simu ni mumewe. Maskini ya Mungu. Lakini amekuwa akikaa akisikiliza, na baadaye ile simu inakatwa. Anabaki yeye mwenyewe na thoughts zake kibao kichwani mwake. Lakini alikuwa anampigia simu hakuwa mwingine, alikuwa ni jamaa mmoja anaitwa Diego. Kijana wa miaka 20, kijana mdogo kwelikweli. Na yeye amekuwa na shida zake binafsi, upweke na vitu kama hivyo. Sasa hapo tunakuja kugundua kwamba Diego ni mtoto wa Dr. Elena, ambaye Dr. Elena ni mtu wa saikolojia na ndiye daktari wa saikolojia wa nani? Wa Angela. Diego ni kijana mwenye mtulivu, mkimya, ambaye hana mambo mengi kwenye maisha yake, hana marafiki wengi, na mahusiano yake na familia yake sio mazuri sana. Kuna disconnection kubwa sana kati yake na familia yake. Sasa kijana Diego akiwa nyumbani kwao, kwa sababu mama yake amekuwa akifanya sesheni zake za utabibu pale nyumbani. Nakumbuka mtu wa saikolojia maana yake ni anamsikiliza mteja wake mazungumzo yake. Sasa Diego amekuwa akisikiliza mazungumzo kati ya mama yake na Angela, na amekuwa akisikiliza kwa makini sana, upweke wa Angela, mateso anayoyapitia, anavyohitaji mwanaume wa kaliba ya mumewe. Yani unajua vitu vingi sana Dogo amekuwa akivisikia. Wakati mwingine Dogo amekuwa akipiga simu kwa Angela, Angela vile anaongea na kumuuliza wewe nani, Dogo anaanza kupiga nyeto bwana. Yani Dogo alikuwa na mambo ya kipuuzi kinoma. Lakini hizo simu zikawa zimezoeleka sana, zikawa kawaida, na Angela naye nadhani zilikuwa zinamsaidia kidogo. Siku moja kijana baada ya kumaliza kupigia simu Angela, akaenda kwenye benchi lake, meza yake, akakaa chini na kuanza kuandika. Kuandika ni namna gani Angela anajisikia, huzuni ya Angela, upweke, sauti ya Angela ilivyokuwa inavutia, umbo la Angela. Yani akawa anamdescribe vibaya mno kwenye ile pepa, na baadaye akachukua ile pepa na kuiweka kwenye folder bwana. Na ilikuwa ni tabia sasa kwamba Angela naye anazipokea zile simu, lakini anaishia kuongea yeye mwenyewe tu, unaona. Lakini siku moja Angela akaamua kufanya maamuzi mazito. Akapokea ile simu na kumwambia, wewe unayenisikiliza kwenye hii simu, tafadhali ninakualika uje nyumbani kwangu siku ya leo. Nimeandaa wine, nimeandaa chakula kwa ajili yako na mlango uko wazi, tafadhali naomba uje. Sasa bwana akawa amesubiri kwa muda mrefu sana, na Diego hakutokea. Akawa amesubiri, akaanza kunywa wine ile ambayo iko mezani pale, akiwa ameandaa na chakula ambacho kilikuwa kinamsubiria Diego, lakini Diego alikuwa hajataka kuja kabisa. Sasa muda huo baada ya kuzidiwa na kilevi na stressi, ghafla kizunguzungu kikawa kimemkamata. Akachukua simu na kuipigia tena namba ile ile na kusema kwamba ninajisikia vibaya kwelikweli na hata kusimama siwezi, sasa ninakwenda kuanguka. Sasa upande wa pili Diego akiwa yupo kwenye gari yake, akawa anasikiliza sauti ya Angela, ikiwa ni sauti ambayo iko wiki kwelikweli bwana we. Sasa hapo kijana, maneno ya Angela yakamshtua bwana, ikabidi akimbie, atoke alikokuwa na kwenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Angela. Akawapita walinzi kama hawaoni bwana, na alipofika nyumbani kwa Angela akamkuta Angela amelala kwenye kiti, amechoka kwelikweli. Sasa akamchukua na kukimbia naye na kumkimbiza hospitalini bwana. Sasa bwana siku inayofuata asubuhi Angela akawa amezinduka na mbele yake alikuwepo daktari. Daktari akamwambia kwamba usijali Angela, utakaa sawa, naona unaendelea kupata nguvu sasa hivi, nadhani leo tutakudischarge. Lakini Angela akauliza, ni nani aliyenileta hapa? Daktari akamwambia ni kijana wa miaka 20 hivi ambaye anaitwa Diego, ndiye aliyekuleta hapa.
Kusema kweli, Angela alichanganyikiwa zaidi baada ya kusikia kuna kijana aliyemleta anaitwa Diego. Na hapo akawa amejua kabisa kwamba yule atakuwa ni yule kijana ambaye amekuwa anampigia simu. Lakini zaidi ya yote, Angela akaona bora aende moja kwa moja mpaka kwa dokta wake, mama yake na Diego. Sasa akawa amefika pale kwa ajili ya session nyingine ili aweze kutuliza kichwa chake, maana stress zilikuwa zimemkamata vibaya. Sasa siku ya leo Angela akaamua kuwa stubborn kidogo. Baada ya session na dokta yake, akati anaagwa pale anatoka, akiwa anatembea kwenye korido ya nyumba ya dokta, akaona kuna chumba mlango uko wazi. Akaingia moja kwa moja bwana. Na kuanza kushangaa kwenye kile chumba. Na kumbe kile chumba ndicho chumba cha kijana wetu Diego bwana. Na Diego amekuwa akimsaidia mama yake kwa ajili ya kusave data na nini na vitu kama hivyo kwenye kile chumba. Lakini mezani kwenye chumba cha Diego akakuta kuna folder la blue na ndani yake kulikuwa kuna karatasi ambayo imeandikwa vitu konki kinoma vinavyomhusu yeye mwanzo hadi mwisho, na inaonyesha kabisa mtu anayeandika hizi details zote alikuwa yuko na mawazo nje kabisa ya mawazo ya kidaktari. Yani unaona kabisa dogo ni kwamba alikuwa anautaka mzigo. Yani kila akiangalia kwenye lile folder lilikuwa limejaa habari zinazomhisi, hisia zake, mawazo ya oya. Dogo aliandika kila kitu kinachomhusu Angela. Na hapo akamegundua kabisa kwamba mtu ambaye amekuwa akimpigia simu ni Diego. Basi kabla hajakamatwa akatoka haraka na akilini mwake akiwa anawaza kuhusu ile content ambayo ameikuta ndani ya ile folder bwana. Usiku ule kusema kweli Angela alikuwa amechanganyikiwa sana. Akiwa na hasira, stress na mawazo mengine, hajui nini cha kufanya kwa sababu huyu kijana alichomfanyia sio kitu kidogo, kwamba amekuwa akimsikiliza na amekuwa akimtumia kwa namna hiyo. Akachukua simu ili aweze kuwapigia polisi, lakini akaona achana nao. Lakini zaidi ya yote akawa ametuma barua na kwenda kuiacha mezani kwa Diego, na akamwambia Diego, nitakusamehe kwa condition moja tu, ili nikusamehe uje nyumbani kwangu usiku wa leo ili uonane na mimi. Diego alivyorudi kutoka shule sasa akakuta barua imewekwa mezani kwake, barua kutoka kwa Angela. Sasa akati anasoma ile barua, moyo wake ulikuwa unaenda mbio ile kinoma, yani akawa anaogopa, ana wasiwasi kweli kweli. Sasa lakini akapata courage na kwenda nyumbani kwa Angela jioni ile ile, mikono yake akiwa ameweka mfukoni, ana wasiwasi, hajui ni nini Angela atakiongea, akiwa anaogopa hata kumwangalia usoni. Lakini Angela kusema kweli hakuwa na shida siku ile, akawa ameandaa dina, wine na nini, lakini akamwona dogo ana wasiwasi kweli kweli. Akaamua kuvunja yai kwa kwanza kumuongelesha pale. Akamwambia mimi napenda mziki huu na mziki huu. Ndo mazungumzo sasa yakawa yameanza pale, na kusema kwamba mimi ni mwalimu wa piano pia, nimekuwa nikifundisha piano. Najua mziki wa piano ni mzuri sana, yani kuhakikisha kwamba Diego anaingia kwenye 18 zake. Diego akawa anasikiliza maneno yote ambayo Angela alikuwa anazungumza. Baada ya vile sasa Diego akaanza kuona kwamba ana uwezo wa kuendelea kuongea na Angela. Akamwona Angela ni mrahisi tu, kumbe wanaweza akaenda kupiga story. Wakapiga story zao mbalimbali pale, lakini story kaja kubadilika pale ambapo Angela akaleta lile folder na ile maandishi ambayo alikuwa anayaandika kijana kumuhusu yeye. Kijana akachanganyikiwa kweli kweli. Akaanza kuona aibu, na muda huo akataka kuinuka na kuanza kuondoka, lakini Angela akasimama na kwenda kumzuia. Angela akamwambia, sikiliza Diego, sina jambo lolote baya juu yako, sijakasirika wala vyovyote. Akamwambia, naomba uniambie kwa nini umekuwa ukifanya hivi, ukiandika haya yote kuhusu mimi. Diego alikuwa hana namna pale, kabidi aongee tu. Akasema, kusema kweli Angela, mimi nimekuwa ni mpweke sana. Sipati love kutoka kwa wazazi wangu, sina marafiki nini, na kila nikikusikiliza wewe nilikuwa ninaona mimi na wewe tunafanana sana, na ndio maana nikawa na interest sana juu yako. Yale maneno yakachanganya akili ya Angela kabisa. Angela akaanza kumsogelea kijana wetu bwana. Wakaanza kuchumiana pale. Baada ya hapo kilichoendelea ni kumwaga mayonnaise za maana yani Diego alipiga mzigo vibaya mno. Na kuanzia siku ile sasa Angela na Diego wakawa wameanzisha mahusiano yao ya siri. Na hapo sasa kila siku Diego alikuwa anaenda nyumbani kwa Angela kwa ajili ya kupakua minyama. Anakula minyama ya mtu mzima. Vijana wa siku hizi yenyewe. Na kusema kweli Angela alikuwa anafurahia kweli kweli, kwa sababu damchanga inapiga kazi kweli kweli. Na wakawa na spend time karibu kila siku pamoja, na wakawa wanafurahiana kweli kweli yani. Siku moja Diego akawa
amerudi asubuhi nyumbani, akiwa ametoka nyumbani kwa Angela, amelala huko, yani kijana hadi akaanza kuilalia bwana. Akamkuta baba yake, akamwambia, kijana, nimekusubiri usiku kucha, ulikuwa wapi? Akamwambia, baba, usijali, nililala kwa rafiki yangu. Anyway, baba yake akawa amemwelewa. Baadaye jamaa akawa ameenda kwa rafiki yake, wakawa wanacheza zao game pale, na wanafurahi, wanapiga story nini, lakini Diego akaanza kumhadithia rafiki yake kuhusu Angela, na kumwambia kwamba Angela ni mwanamke bora sana, ni mwanamke kind, licha ya umri wake kwenda, lakini amenipa vitu ambavyo sijawahi kupewa maisha yangu yote. Ananipa furaha ambayo sijawahi kutegemea kama nitakuja kupata furaha maisha yangu yote. Rafiki yake akaanza kumwambia, oya, umri mbona uoni rafiki yangu? Akasema, bwana, umri sio kitu rafiki yangu. Akaongea kuhusu Angela na kumwelezea Angela kwamba ni mtu wa tofauti kuliko watu wote ambao ashawahi kuwaona maisha yake. Siku moja mama yake Diego, Dr. Marquez, akawa amelifuma lile folder la blue la kijana bwana, ambalo ndani yake lilikuwa limeandika kila kitu kuhusu Angela. Na mind you, sasa hivi ameshaanza kuandika hadi romance kuhusu Angela. Mama yake akamwambia, naomba uniambie kuhusu hili dude. Na mama yake anaonekana alikuwa amechanganyikiwa kweli. Akamwambia, siku hizi umebadilika sana, naomba uniambie kama kweli wewe ulioyaandika ndio yanayokufanya ubadilike kiasi hiko. Lakini Diego akawa amepanic kweli kweli, na ili aweze kuprotect au kulinda mahusiano yake yeye na Angela, ikabidi amdanganye mama yake. Akamwambia, mama, nimekuwa nikishinda kwa rafiki yangu Gaya. Lakini pia dogo ikabidi amwambie mama yake uongo mwingine mzito zaidi, kwamba mama, mimi ninapenda wanaume, yani yeye ni chakula bwana. Oya. Jamani, fala wewe. Oya. Lakini kwa wazungu wenyewe bwana hawana shida, si unajua tena. Lakini lengo lake jamaa ni kumpoteza maboya mama yake, ili mama yake ajue kwamba mwanae hayuko kwa wanawake au hapendi wanawake, ili tu aweze kulinda mahusiano yake yeye na Angela bwana. Oya, bi mkubwa akachanganyikiwa, akawa hana cha kuongea. Kijana akamlalia mama yake kwenye mapaja, bi mkubwa akamblesi. Yani unamblesi mtoto ametaka kufanya mambo ya kipuzi. Mungu wangu, Mungu tusamehe kwa kweli. Lakini sasa mahusiano yake na Angela kijana yakazidi kuwa makubwa zaidi, hadi kijana akashindwa kujizuia, ikabidi amchukue Angela na kwenda kumtambulisha kwa marafiki zake. Na siku hiyo walikuwa wameenda kwenye mgahawa hivi, wanapata zao kahawa nini, hadi marafiki zake walikuwa wanaogopa kusema vibaya kwa sababu alimuona Angela ni mtu mzima sana. Siku moja jioni, wakiwa nyumbani kwa Angela, wana enjoy time yao, wanasikiliza mziki laini nini, wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kumwagana mayonnaise. Ghafla bwana, mdogo wake na Diego akapiga simu, akamwambia, kaka, mimi niko peke yangu na wazazi hawapo bwana, mimi naogopa, tafadhali njoo. Diego akamwambia, usijali mdogo wangu, njoo huku niliko. Yani bila wasiwasi wowote Diego akamwalika mdogo wake nyumbani kwa Angela. Dogo bila kusita naye akafika nyumbani kwa Angela, wakaanza kupata chakula cha pamoja pale. Sasa baadaye simu ikawa imeita. Sofia akapokea simu. Aliyekuwa anaongea kwenye simu ni nani? Dr. Marquez, yani mama yake na Diego. Sasa kumbuka, Sofia ni mtoto mdogo, hawezi kuficha siri yoyote. Akamwambia, mama, niko kwa Angela mimi na Diego. Mama akakata simu haraka kwa sababu akawa ameshajua ni nini kinachoendelea. Mama akaenda moja kwa moja mpaka kwa Angela, na Diego akatoka pale, bi mkubwa amekasirika kweli kweli. Na hapo ndipo akawa amegundua kabisa kwamba kijana wake anashinda kwa Angela kila siku. Ingawa jamaa alimdanganya kwamba yeye anapenda wanaume na anashinda kwa rafiki yake, bi mkubwa alikasirika sana na akaamua kumfuata Angela kwenda kumwambia, kumpa makavu live. Kwa nini unamchezea kijana wangu? Ujana wako umekula na vijana wenzio, uzee wako unataka ule na kijana wangu? Mpuuzi kabisa wewe. Lakini Angela akamwambia, dokta, usifanye hivi. Mimi na kijana wako ni watu ambao tuna stress, tuna mawazo na hatuna sehemu kwa kwenda kuyatoa. Sasa mimi na yeye tukikutana tuna connection kubwa sana, kwa sababu mambo yanayotufanya tu connect ni mambo ambayo yanauiana. Tafadhali naomba usituharibie mahusiano yetu. Lakini Dr. Marquez akamfuata Diego na kumwambia, tafadhali sitaki hata kusikia unaendeleza mahusiano yako na Angela, tafadhali. Sasa lile jambo lililotokea lilimuumiza sana Angela kwa sababu wamemwharibia chakula chake. Kumbuka Angela alikuwa anajipakulia minyama kwa kijana mdogo, na akawa ameamua sasa kumwacha Diego aende kwa sababu hakutaka kuharibu tena maisha ya Diego na familia yake. Sasa siku inayofuata Diego akawa ameenda kwa Angela, lakini walinzi wakamkataza kwamba Angela amekataa, tusikuruhusu uingie hapa. Na baadaye akawa anajaribu kumpigia simu, kweli simu zinaita lakini hazishikwi bwana na Angela. Dogo akasema hapana, haiwezekani. Akamfuata mama yake
akaenda kumind bi mkubwa, kwa nini umeniharibia chakula changu cha jioni? Utanilisha wewe? Angela alikuwa ananipa kila kitu, mauno na nini, lakini wewe mama umeamua kwenda kuniharibia. Mamake akamwambia, kijana, wewe bado ni mdogo sana kwa umri wako na matatizo aliyokuwa nayo Angela, haufai kuwa na mahusiano na Angela. Angalia, Angela amekuzidi karibu miaka 20 na zaidi, karibu miaka 30, wewe unamng'ang'ania. Diego akamsikiliza mama yake, lakini moyoni mwake akiwa na maumivu kwelikweli, kwa sababu kila akimpigia simu Angela alikuwa hapokei. Diego akawa anasubiri apigiwe simu na Angela. Siku hiyo Angela akaamua kuinua simu yake na kumpigia kijana bwana. Oya, Diego alipokea simu huku machozi yanamdondoka. Akamwambia, Diego, nakuomba uje haraka. Oya, bila hata kufikiria, dogo akarusha shuka huko, akavaa nguo chap nyumbani kwa Angela. Usiku ule wakaspend night pamoja na oya, kijana alimwaga mayonnaise kinoma siku hii. Alifurahi kuona yeye na Angela wameconnect tena, walienjoy kwelikweli siku ile. Na asubuhi alivyorudi, wazazi wake wakaita kikao, kwa sababu walishajua kwamba kijana ametoka tena kwa Angela. Wazazi wake wakawa wanamlalamikia Diego kwamba, Diego, angalia sasa, tunabishana kuhusu wewe na mahusiano yako na mtu mzima na hautaki kuachana naye, hadi mdogo wako mwenye umri mdogo anasikia mambo ya kikubwa sasa, angalia. Lakini siku zilivyozidi kwenda mbele, wazazi wake walishindwa zaidi kumcontrol Diego kwa sababu alishaota mizizi kijana, amekula vitu vilivyokula chumvi, lazima mizizi mote. Siku moja Diego akiwa darasani, mawazo maovu yakamjia, akachomoka darasani na kumfuata Angela. Na alipokutana na Angela akamwambia, Angela, tafadhali naomba tutoroke mimi na wewe tuondoke. Oya, Angela naye alinogewa, kumbuka, akakubali. Wakaingia kwenye gari, hao wakasepa bwana, na wakaenda kusikojulikana kuendeleza pendo lao bwana. Sasa kama umefurahia filamu hii, tafadhali ninakuomba ulike video hii, lakini usiache kusubscribe. Jamani, tunakaribia subscribers 1000. Asante sana kwa kuendelea kuisupport channel yetu, au vipi? Cheers.